jezi za kushona mpaka huku kwenye kufanya timu 7 zifuzu kwenye mashindano makubwa kabisa yanayoandaliwa na shirikisho la soka barani Afrika CAF. Hii ni safari ndefu, na aidha kuna mahali pazuri tunaelekea ambapo sisi tunaamini kwamba hatujafika, lakini hatuko ambako tulikuwa huko nyuma. Mchezo huu unaendelea kuwa mchezo unaotupa raha mioyoni, unachangia ukuaji wa soko la ajira na uchumi kwa taifa, na kuwa kiunganisho cha Watanzania na kuitangaza nchi yetu kwa wema nje ya mipaka yetu. Kwa kutambua umuhimu huu, serikali inafanya jitihada kubwa kushirikiana na mamlaka zinazosimamia mchezo huu, vilabu vya soka na wadau wengine wote, wakiwemo wapenzi wa mchezo huu kote duniani, ili kufikia malengo ya jumla yanayoweza kufikiwa kupitia mchezo huu kama taifa. Mimi nimeanza kuwa naibu waziri wa wizara hii wakati ule ikiwa Wizara ya Utamaduni, Sanaa na Michezo mwezi Februari mwaka 2023. Wakati ule bajeti yetu iliyokuja miezi kadhaa baadaye ilikuwa bilioni 35. Sijui kama mnaelewa. Yaani hii hela ambayo Simba inaingiza leo kwa kipindi cha miaka 5 ilikuwa hela nyingi kuliko bajeti yetu ya wizara kwa wakati huo. Lakini katika kipindi cha miaka miwili hii bajeti yetu kwanza ilipanda ikawa bilioni 380 na kitu, na sina lengo la kuireveal sasa hivi kwa sababu hatujaisoma bado, lakini niwahakikishie bajeti yetu mwaka huu inapanda kuliko ilivyokuwa bajeti yetu ya mwaka jana. Makofi kwa Mama Samia tafadhali. Hii inakuja kwa sababu serikali inatengeneza miundombinu ya michezo ambayo tunayo haja nayo sana kwenye nchi hii. Nazo nchi wakati huu ambapo tunakwenda kuandaa AFCON na CHAN zilikuwa zinasema kama hawako tayari kwa ajili ya kuandaa hiyo AFCON na CHAN, mtupe sisi, kwa sababu wana miundombinu mingi ya michezo ambayo hata hawana matumizi nayo moja kwa moja. Ukienda nchi kama Egypt, ukienda nchi kama Morocco, ukienda nchi kama Tunisia, wako tayari kwa wakati wowote. Wakiambiwa mnaandaa AFCON mwezi ujao, watu hao wako tayari. Hiyo ni safari ambayo sisi kama nchi tunatakiwa kwenda nayo. Kwa hivyo Mheshimiwa Rais alitupa ridhaa, akatuelekeza na akatuunga mkono kwa kuelekeza fedha zitengwe na zije kwenye wizara yetu ya Habari, Utamaduni, Sanaa na Michezo kwa sasa, ili kuweza kujenga miundombinu mbalimbali ya michezo. Kwa hivyo mimi siku zote nahitaji serikali kama mdau namba 1 kwenye shughuli za michezo. Kabla ya taasisi, kabla ya mtu yoyote mwingine binafsi, serikali ndio ambayo inawekeza sana kwenye shughuli za michezo. Hasa kweli inapata ukakasi na huwa inanishangaza tunapofanya maamuzi ya, sio nitumie neno la mtaani, la kigoloko, kitoto na yasiyoingia akilini, na maamuzi haya yakawa ndio maamuzi yanayosimikwa na vilabu vyetu. Huwa inanishangaza sana. Moja ya mambo ambayo yamekuwa yananishangaza kwa muda mrefu, na sijawahi kudecode kwamba tunakwama wapi, ni kwamba nafahamu vilabu hivi vimefikia mahali pa kuendesha shughuli zake kwa weledi wa hali ya juu, na kwa uwezo wa viongozi wetu vilabu hivi vinaweza kuendesha shughuli zake kama vilabu ambavyo sisi tunaviona kama vilabu vya mfano duniani kwa ukubwa wa viwango vyetu, na kila kitu kiwe chenye kuandikika kinaweza kupita kikakagulika na kuwekewa alama za namna kwa namna zinavyokubalika. Sasa wiki 3 zilizopita mimi nimeenda kuzindua uwanja kule Singida, uwanja wa klabu ya Singida Big Stars, klabu ambayo ina miaka michache tu, wote tunafahamu. Singida Big Stars sio Simba, sio Yanga, lakini kwa idadi ya watu mnaowafahamu, kwa mfano wapenzi wa Simba ambao wangekuwa tayari kuweka akili kuchangia hali ya kiuchumi na kuhakikisha nyenzo zote zilizoko katika mikono yao zinatumika ili kuhakikisha klabu ya Simba inakuwa na uwanja, inanishangaza kwamba klabu ya Simba haina uwanja mpaka leo.
Kwa hivyo hili nililolisikia leo limenitia moyo sana, na kwa kampuni ya Jairuti hili kusema kweli, nimesema mambo mengi mazuri, lakini hili la uwanja mimi ndio naona ni jambo la kwanza kabisa ambalo klabu ya Simba inatakiwa kulifanya. Hii ni challenge na wapa wazabuni wetu wapya, lakini na uongozi wa klabu ya Simba na klabu nyingine kubwa nchini hapa kuhakikisha ya kwamba tunakuwa na viwanja vyetu. Hata matatizo mengi yametokea hapa katikati, ni aibu kuona, sio haya ya juzi, ya kabla ya hapo, ya watu kuhama viwanja na kusimangana na vitu vya namna hiyo. Unaona, haya yote yasingetokea kama klabu hizi kubwa zingekuwa na viwanja vyake. Hili ni jambo linatia simanzi. Naamini kama kweli mnaupenda mpira wa miguu, kama kweli mnaipenda klabu yetu, hili ni jambo ambalo sasa hivi linatakiwa litoke kwenye makaratasi na liende likawekwe pale kwa vitendo. Tuone matofali, tuone pichi zikitengenezwa, na klabu ya Simba iwe ina uwezo wa kucheza mechi zake angalau hizi za ligi kwenye uwanja wake. Ule uwanja wa KMC una watu 4,000, 6,000, 4,000, 8,000. Kwa hiyo tukiwa na kiwanja kina watu 10,000, 12,000, mechi zote zinaweza kuchezwa pale za ndani. Na hizi mechi sasa tunazoenda kucheza na Al Masry, Stellenbosch, uwanja wa serikali huko pale, na tutaweza kuutumia, hakuna mtu yoyote atakaye uzuia, lakini tuupunguzie matumizi. Na hata uwanja wetu kuharibika kila wakati ni kwa sababu shughuli zote tunataka kuzifanya hapo hapo. Kwa hivyo tukiweza kuupunguzia mzigo wa matumizi kwa sisi kutengeneza viwanja vya timu hizi zetu kubwa, angalau kuwa zinafanya shughuli zake za michezo kule, itafanya tuwe na miundombinu bora ya michezo ambayo tunaitunza kwa kiwango cha juu kabisa. Kwa hivyo nitumie fursa hii kufuatia hayo niliyoyasema hapa nyuma, kuipongeza klabu ya Simba kwa kuendesha mchakato huu wa zabuni kisomi na kisasa namna hii. Jinsi ambavyo Dr. Muba alikuwa anasema hapa, uwazi uliotembea mpaka mzabuni akapatikana, jinsi ambavyo haki ilitendeka na kuhakikisha ya kwamba tunapata mzabuni ambaye anakwenda kuleta manufaa kwa ajili ya klabu yetu na mpira wa nchi hii, ni jambo la kutia moyo sana. Na naamini yote ambayo mlikuwa mmeyakusudia katika utaratibu mzima na mpaka mnampata mkandarasi huyu, mzabuni huyu, naamini yatakwenda kutimia, na yale ambayo yalikuwa mioyoni mwenu, ndoto ambazo zilikuwa vichwani vyenu, kwenye vichwa vyenu, mtaziona zikitekelezeka. Mchakato huu unakwenda kuweka historia sio tu kwa klabu yetu, lakini unakwenda kuset benchmark katika uendeshaji wa vilabu vya mpira kisasa hapa nchini. Hongereni sana. Nipongeze klabu na mwekezaji mpya kwa kuongeza thamani ya uwekezaji mpaka kwenye miundombinu ya kimkakati kama ambavyo nimetangulia kusema. Historia ya klabu hii na hasa ujenzi wa kiwanja cha timu na kuwa na ofisi za kisasa zaidi, studio ya kisasa ya uzalishaji wa habari, jengo la matibabu, basi la hadhi linaitwa Iliza la mwaka 2025, lakini itosha kusema ni uwekezaji wa kimkakati uliokuja kwa muda sahihi. Swala la hata rafiki yangu Ahmed anaenda kupata ofisi yake sio swala la kulichukulia kwa wepesi. Makofi kwa kampuni ya Jairuti. Serikali kama wadau wakubwa wa soka tumefurahia mafanikio yenu na tutaendelea kuwa walezi wa vilabu vya soka ili kuhakikisha uwekezaji wowote unazingatia thamani ya vilabu vyetu na mchango wake katika soka la Tanzania, Afrika Mashariki, Kati na Afrika kwa ujumla. Ndugu zangu, hayo ndio nilipanga kuyasema siku ya leo, lakini huu ni wakati mzuri. Wakati mzuri, klabu ya Simba imefika hatua ya nusu fainali ya kombe la shirikisho, na nitaumwa nikitoka hapa bila kusema lolote. Kwanza hongereni sana, mmetuheshimisha kweli kweli. Lakini kama ambavyo Mheshimiwa Waziri Mkuu alisema jana, slogan imehama kutoka hii tunavuka, na sasa slogan ni hatuishii hapa. Naamini
uwezo wa timu ni mkubwa, lakini maarifa ya uongozi ambayo mnayo ya kuhakikisha tunashinda mechi ya fainali na ya nusu fainali na uchezwa semeni Mungu asikie. Mechi ya nusu fainali inayochezwa Zanzibar ya kwanza tarehe 20 na ile itakayokwenda kuchezwa South Africa tarehe 27, tunavuka na tunaingia fainali na hatimaye kuchukua kombe hili. Naamini mnafahamu uzito wa jambo lililoko mikononi kwetu. Hili ni jambo la kitaifa, hili ni jambo la nchi. Lazima muhakikishe kwamba yote ambayo yako kwenye uwezo wa kibinadamu yanaweza kufanyika ili Simba iingie fainali na ichukue ubingwa wa kombe la shirikisho barani Afrika yanafanyika. Na sisi kama serikali, kama ambavyo tumekuwa tukiwaunga mkono kwenye nyakati zote ambazo mnaiwakilisha nchi, kwenye nyakati zote ambazo mna mahitaji ya moja kwa moja, hatutawaacha hata kwenye hili. Na niwahakikishie mtaungwa mkono kwa kiwango cha juu kabisa kuhakikisha akili zenu, maarifa na uwezo wenu wote unabaki kwenye kuhakikisha mnashinda mechi hizi. Niwatie moyo, sisi tumeangalia mpira na tumeona na tumekuwa tukifuatilia mpaka hizi timu ambazo zimeingia nusu fainali ya kombe la shirikisho. Hili kombe linachukulika, kusema kweli, hili jambo linaongeleka, ama sio jamani? Kwa hivyo mimi niwatie moyo na niwatakie kila laheri. Tuko nyuma yenu na tutaandamana kwenye safari nyingi kati ya hizi zilizobaki kuhakikisha mnapata joto la serikali na kuhakikisha mnashinda ubingwa huu wa shirikisho la soka barani Afrika. Asanteni sana, Mungu awabariki. Simba hatuishii hapa. Mungu awabariki sana.